Kuzaa mtoto wa kike ni bahati zaidi kuliko kuzaa mtoto wa kiume. Usipunguze sauti, wala hakuna jambo jeusi. Nimeongea haya kutokana na experience, hususani kwenye hizi health facility ambazo tunafanya kazi, na maanisha hospitalini. Yes, nimeobserve watu ambao mama unakuta na watoto 5, 4, lakini the one who is there always, au anaye keep on asking na vitu kama hivyo, ni mtoto wa kike. Najua kuna watu watani crush, lakini this is the reality. Nitakupa mfano. Kuna mama fulani tulikuwa tunamhudumia na watoto 3, mmoja wa kike, wale wengine wa kiume. So yule mama naye alikuwa anahudumia yule mtoto wake wa kike. Hawa wa kiume walikuwa wanakuja, lakini cha ajabu, huyu mama tulimaliza hospitali karibu wiki 6. Watoto wa kiume walivyokuja walikuwa wanauliza mama anaumwa nini. Walikuwa kwanza walikuwa surprised. Kwa mama ndo anaumwa hivi? Yes, unajua vile. Mpaka wanashangaa, wiki zote hizo mama tunapambana naye ICU wapi? You had no idea. Of course nilishtuka hata mimi. So hiyo ni kwa experience ya hospitali. Lakini pia uko mtaani na kwenye jamii, labda inaonekana mtoto wa kiume ndio bahati zaidi au ndio muhimu zaidi. Lakini kama ni mimi natakiwa kuchagua, I think ukizaa mtoto wa kike atakulea vizuri kuliko mtoto wa kiume. Labda kwa sababu mimi ni mwanaume, lakini that's my idea, na kulingana na exposure au experience na vitu ambavyo nimeobserve vingi. Wagonjwa wengi wanahudumiwa vizuri na watoto wao wa kike. Tena hata kwenye kutoa pesa. Mzazi akiwa na watoto wawili, wa kike na wa kiume, wa kike akiwa na kipato sawa na wa kiume, basi mzazi ataishi vizuri na mtoto wa kike atamkumbuka sana mzazi wake kuliko mtoto wa kiume. Kuna swali unaweza jinsi ya kupata mtoto wa kike, nadhani shortcut iko hivi. Mbegu za mtoto wa kike ni nzito, ni zinaishi kwa muda mrefu na zinatembea taratibu. Kwa hiyo siku ya kufanya tendo inatakiwa iwe siku ambayo yai halipo karibu. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume akiachia mbegu hizi zenye mchanganyiko wa jinsia ya kike na ya kiume, ile ya kiume itawahi kufa. Za kike zitasubiri, zitakaa na zitaenda taratibu mpaka kukutana na yai. Kwa maana hiyo usishiriki tendo siku ya karibu zaidi na yai lililotoka. Kwa mfano, kwa mzunguko wa siku 28, kwenye ile siku ya 14 usishiriki, siku ya 13 usishiriki, siku ya 15 nayo usishiriki. Walau siku 2 au 4 kabla ya yai kuachiwa ni salama, na tunaongeza chances za kupata mtoto wa kike. Hiyo ndio shortcut. Kwa kifupi, siku ya yai linaachiwa na siku 1 kabla na baada usishiriki. By the way, kama bado hujapiga kula, kwenye hiyo alama ya profile inayoonekana pembeni, gusa, then pitia story, nimeweka hapo link, gusa, support dakika sekunde kadhaa kwa sababu channel yetu sote. Na kuuliza swali, je, mtazamo wako upoje? Mtoto wa kike na wa kiume, yupi anaweza kudeliver zaidi kwenye upande wa support? Ukisema kaina rafiki utakometisha, na Inside Medics, jitambue, jitibu, jiamini.